Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia Channel? Karibu sana mwanafamilia. Kama bado hujasubscribe, nitakukumbusha usubscribe, share, like, ucomment. Karibu sana. Bana, leo tutangazia taarifa ambako Rais Samia atoa tamko zito kuhusu kesi ya uhaini bana wakina Nifa na wenzie. Hii ni habari njema kwao. Karibu sana. Nini kimejiri? Nini kimetokea? Unaambiwa mara tu baada ya tukio zito la vurugu na maandamano ambayo ilifanyika tarehe 29 mwezi Oktoba 2025 katika maeneo mbalimbali nchini, watu kadhaa waliweza kukamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi wakituhumiwa kwa makosa tofauti yakiwemo baadhi kuhusishwa na tuhuma nzito kabisa za uhaini na uvunjifu wa amani. Sasa ilikuwa ni Novemba 14, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akatoa kauli mpya ambayo imeibua matumaini kwa familia na jamii ambazo zimeguswa na tukio hilo. Katika hotuba yake, Rais Samia alizungumza kwa hisia kabisa, akionyesha kuguswa na namna ambavyo baadhi ya vijana, hasa wale wanaonekana kujiingiza katika maandamano yale bila uelewa wa kutosha, walivyokumbana na tuhuma nzito. Akiweka msisitizo kama mama wa taifa, alisema kuwa kuna vijana ambao walijiingiza kwenye mkumbo bila kutambua madhara wala uzito wa kitendo ambacho walikuwa wanakifanya. Hivyo uamuzi kuhusu hatima yao unapaswa kuangaliwa kwa jicho la huruma, uadilifu na uzingatiaji wa haki. Katika nukuu ya kwanza ya Rais Samia anasema, natambua kama mama kuna vijana walifuata mkumbo kwenye maandamano yale bila kufahamu madhara yake, na vyombo vya ulinzi kuchuja uzito wa makosa na kuwafutia mashitaka vijana ambao wanaonekana wameingia kwa kufuata mkumbo. Alisema maneno hayo Rais Samia Suluhu Hassan akipiga makofi mengi sana na baadhi ya wabunge ambao waliunga mkono hoja yake. Lakini pia rais aliendelea kueleza kuwa serikali haina nia ya kuadhibu Watanzania wasio na hatia, hasa vijana ambao huenda walijikuta kwenye vurugu hizo bila kushiriki katika vitendo vya uvunjifu wa sheria kwa makusudi. Lakini pia amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanywa, ili yote kwa yote kutenganisha waliotekeleza makosa makubwa na wale waliokuwepo kwa bahati mbaya au kufuata hisia za umati. Lakini pia Rais Samia alisisitiza kuwa katika mchakato huo misingi ya haki za binadamu, utu na sheria lazima viheshimiwe. Alieleza pia kuwa hatua za kujenga taifa la amani zinahitaji pia nafasi ya pili kwa vijana ambao wanaweza kurekebishwa na kurejesha kwenye jamii ili kuendelea kuchangia maendeleo ya nchi. Na katika hotuba hiyo aliahidi kuwa serikali itaendelea kufuatilia mwenendo wa uchunguzi ambao unaendelea na kuhakikisha hakuna raia ambaye anateseka bila sababu ya msingi. Lakini pia aliwataka Watanzania kuwa watulivu na kuunga mkono juhudi za serikali katika kurejesha utulivu, umoja na ushikamano, akisema kuwa taifa linahitaji kutazama mbele badala ya kwama kwenye maumivu yaliyopita. Mtazamaji, kauli hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti mitandaoni na kwenye majukwaa ya mijadala, ambapo baadhi wameona ni hatua yenye hekima ambayo inaweza kusaidia kupunguza mpasuko wa kijamii na kisiasa ambao ulitokana na matukio ya Oktoba 29. Wengine wameitaka pia serikali hakikishe matokeo ya kauli hiyo yanaonekana kwa vitendo ili kuhakikisha wale wasiohusika na uhalifu wanaachiwa mara moja. Kwa ujumla, ujumbe wa Rais Samia umeonekana kuwa ni wito wa kutafuta maridhiano, haki na kuanza ukurasa mpya wa kitaifa, huku uchunguzi wa tukio hilo ukiendelea chini ya tume maalumu iliyoundwa na serikali. Maoni yako moja kwa moja yatasomeka next time katika channel yetu ya Biomedia. Jina langu ni Official Rose D. Uwe na wakati mwema.